Mtazamaji ambaye unatazama, hii ni wilaya ya Hanang' mkoa wa Manyara. Mradi huu mkubwa unaotazama unatarajia kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 1 za Kitanzania na kwenda kuwanufaisha wananchi zaidi ya 2,000 wa Basutogan, lakini na vijiji jirani. Mradi huu kama unavyotazama, ujenzi unaendelea kutoka katika chanzo hiki cha ziwa Basutogan. Hapa tupo ndani ya ziwa Basutogan. Na hapa ndio kwenye chanzo chetu cha maji cha mradi wa maji Basutogan. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu una vitu mbalimbali vya moja ni ujenzi wa chanzo ambapo ndipo tulipo. Hii tumesimama kwenye floating barge, lakini kwenye chanzo chetu tumeweka pampu iko hapa unaisikia inaunguruma. Lakini hii pampu ina uwezo wa kutoa lita 30,000 kwa saa. Lakini tuna tenki la maji ambalo tumelijenga liko hapa mlimani. Juu kabisa ya mlima kwa hapa tulioni, lakini njia rahisi ni pale tulipokuepo, tunapita tunaambana na mlima tunalikuta. Lina ujazo wa lita 200,000. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu una mtandao wa bomba wa kilomita 29. Zote zimeshalala chini. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mradi huu kuna vituo vinavyotakiwa kujengwa ni vituo 26. Mpaka sasa hivi tumejenga vituo 21. Lakini kati ya hivi 21, vituo 18 vinatoa huduma, lakini vituo 3 bado vinaendelea na kazi ya ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu bado hujakamilika, tunategemea kukamilisha mwezi wa 8 mwaka huu. Kama ulivyosema, haya maji unavyoyaona hii rangi yake tumeyapima, yanafaa kabisa kwa matumizi ya binadamu. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo bado havijajengwa kwenye mradi huu ni chujio. Kwa sababu kama unavyoona hii sehemu hapa tulipo, kwenda chini kina cha haya maji ni zaidi ya mita 20 hapa tulipo. Yaani ili ziwa lilivyo limekaa kama tuseme kikombe au bakuli. Yaani kutoka pale kwenye chanzo ukipiga tu hatua 2 uweze kusimama. Moja chini kwa hiyo limekaa kama kikombe. Kwa hiyo ikifika kipindi cha mvua, maji yanayotiririka kutoka kule juu yanachafua ya maji, kwa hiyo maji yanabadilika rangi. Kwa hiyo kuna kazi ya ujenzi wa chujio ambayo kwa ajili ya kuchuja ya maji na yenyewe litajengwa pale pale pembeni ya tenki. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi kama nilivyosema, mradi unatoa huduma kwenye vituo 18, lakini bado kazi ya ujenzi inaendelea. Inahudumia watu wangapi? Kwa sasa tunahudumia watu 2,587. Wote maji ya lakini bado huu mradi unatakiwa kuhudumia watu 4,600. Kwa hiyo kuna maeneo ambapo bado vituo havijajengwa ambavyo nimesema, lakini pia kuna sehemu ya kijiji ambacho kinaitwa Orbesh kwa sababu hii kata ina vijiji 3. Na huu mradi umecross huko kwenye kijiji cha Basutogan lakini pia na Orbesh. Sasa kuna sehemu ya Orbesh vituo vipo lakini bado haijapanuka kuwasogelea wananchi kwa ukaribu. Kwa hiyo bado kuna kazi zinaendelea. Ndio Mheshimiwa Mwenyekiti. Leo hii kamati ya siasa mkoa wa Manyara ikiongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara Peter Toima imefika na kujionea mradi huu, na majibu waliotoa ni kwamba wameridhishwa na mradi huu ambao basi ni jitihada za serikali hii hapa inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunazidi kuamini kwamba nchi hii yetu imepewa upendeleo na baraka kubwa sana na Mwenyezi Mungu. Eneo hili la ziwa hili la Basutogan ni kivutio cha pekee ambacho ni cha asili, na kwamba maeneo mengi ya namna hii katika hii nchi, serikali yetu najua imeweka utaratibu wa kuyahifadhi kwa ajili ya manufaa ya leo na kesho. Ni eneo zuri sana. Ninataka kulifananisha na ziwa Chala kule Kilimanjaro, wilaya ya Rombo. Na lenyewe liko hivi hivi, lakini lenyewe ni kubwa kwa size ukilinganisha na hili. Lakini maji yaliyopo humu ni mengi. Kwa hiyo kama tutayatunza na kuyatunza haya mazingira yanayozunguka hili ziwa, itakuwa tumefanya kitu cha maana sana kwa ajili ya leo na kesho, vizazi vya leo na vizazi vya kesho vya nchi hii.
Lakini kitu kingine ambacho mimi nazidi kuwa na imani nacho ni utendaji wa kupigiwa mfano wa serikali yetu kwa ajili ya kutafuta kila jinsi ya kupeleka huduma muhimu kwa wananchi wetu. Chanzo hiki cha maji ni ubunifu vile vile. Kwa sababu kumbe badala ya kuchimba visima virefu au hata wakati mwingine kutega, tunakuwa na chanzo kama hiki, alafu serikali kwa kutumia utaalamu wake tunayapandisha haya maji kwenda kutumika kwa wananchi. Kwa hivyo serikali inafanya kazi kubwa sana kwa sababu ni tiifu kwa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, na chama hiki nacho kinatimiza ahadi ya kuwahudumia wananchi, na hatujakosea kuwa na serikali ya namna hii ambayo baada ya CCM kuikabidhi ilani inatekeleza kama tunavyoshuhudia katika huu mradi ambao kusema kweli ni wa pekee. Utaalamu uliotumika hapa mimi nauona ni wa hali ya juu sana. Unafanywa na vijana wetu wa Kitanzania kama huyu alivyotuwasilishia taarifa hii. Ametueleza na tulikuwa tunasikiliza kwa makini. Si kazi nyepesi kutoka kule juu kuja mpaka kwenye hiki kina ambacho wanasema ukiingia tu mita 2 maana yake unaanza kuteremka kwa kasi. Sasa nilikuwa nasema hivi fanyeje mpaka wameleta huu mtambo hapa kwenye hiki chanzo. Sijui kulikuwa na ngalawa au vitu gani sijui, lakini ongereni sana. Ni utaalamu wa hali ya juu sana. Tujivunie manpower na uwezo wa watu wetu katika kila sekta. Kwa mfano hii sekta ya maji. Na RUWASA inazidi tu kujipambanua kwamba kwa kweli wanafanya kazi kizalendo, na kwa hivyo wizara hii ya maji, mimi kwa niaba ya wenzangu hapa kamati ya siasa ya mkoa, tuwape maua yao wizara ya maji inayoongozwa kusema kweli na wewe mwenyewe, lakini kwa hapa mkoani wanafanya kazi nzuri sana. Hakika tunayoipata hapa ni kwamba wananchi zaidi ya 2000 wanapata maji sasa. Maji salama, maji safi na salama kwa matumizi ya binadamu. Wanawake kuwa na tangi la lita 200,000 sio mchezo. Alafu na kutandaza hilo bomba kwenda kwenye kilomita zote hizo zilizotajwa na kukava. Kwa hivyo na hiyo coverage ya wingi wa wananchi kiasi hicho, serikali inatoa huduma ya maji kweli kweli. Kwa hiyo hongereni sana mkuu, tumefurahi. Ilikuwa ni kazi ngumu kidogo kuteremka pale kwenye mteremko, lakini tumekuja aste kidogo mpaka tumefika. Vifua tunavyo. Sasa niombe kwamba kama ulivyosema wewe mwenyewe, tuyatunze tena haya mazingira na hasa mifugo. Mkuu wa wilaya lakini na timu yake, viongozi wa halmashauri, tuone kila jinsi. Ikiwezekana kwa mfano kama ni mifugo nataka maji isiteremke huku chini. Ikisiteremke huku chini wapate maji kule juu. Na nilikuwa nafikiria pia kwamba kwani chanzo cha maji haya siamini kama ni maji ya mvua tu. Lazima huku chini ya ardhi kuna chemichemi. Kuna vyanzo ambavyo vinatoka katika mito inayopita huko chini. Si ajabu hata ya maji yanatoka mbali sana. Kwa hiyo kusema kweli ni mradi wa peke yake katika hii wilaya ya Hanang' tangu mlipotutembeza kwa leo katika ukaguzi hii na utekelezaji wa ilani. Wananchi wa Tanzania wa hapa Manyara, tuzidi kuamini kwamba chama chetu kiko imara, kinafanya kazi na serikali yake, tumeshikamana kwa ajili ya wananchi hawa ili maisha yao yawe bora zaidi na maendeleo yapatikane. Asante sana, sisi tumeridhika. Nadhani wenzangu wote kamati ya siasa wote tuko hapa tumeshuhudia ndugu Mnek
katibu wetu simuoni yuko wapi? Yuko pale. Katibu yupo, lakini na wote tu wajumbe wote wapo, na kidumu Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana. Lakini mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Cuthbert Sendiga ambaye aliambatana na kamati hii anasema nini? Hapa tumsikilize. Tulikuwa tunaendelea kushauri kwamba eneo hili liachwe kama hifadhi, yani liachwe kwa hifadhi ili tuweze kuendelea kupata maji, kwa sababu pia tukiruhusu shughuli za kibinadamu zikaja nyingi humu, pia inahatarisha miundombinu hii ya maji ambayo imewekwa hapa. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, miundombinu ya maji ambayo inatengenezwa kwenye maeneo kama haya ni gharama kweli kweli na inahitaji utaalamu kweli kweli, kama ambavyo nyenye mnaona, yani hata jinsi ya kuelezea maji hapa kujaje ni kazi kubwa. Sasa mkiruhusu watu hao wanaingia humu wanavua, watu wanaingia wanafanya hivi, lazima patakuwa pana changamoto kubwa sana. Kwa hiyo ni afadhali tuendelee kupokea maji yanayotoka kwenye mlima ya mvua, kwa sababu serikali tuna mpango wa kuweka chujio kwa ajili ya kuchuja maji. Tutaendelea kuhifadhi maji kuliko kuruhusu shughuli za kibinadamu ziendelee. Lakini pia kama alivyosema nani mtaalamu hapa, engineer, hii ni sehemu hatari kidogo kwa binadamu. Yaani sio kibakuli, hiki ni kikombe. Kikombe. Kwa sababu unajua kibakuli kinakuwa kina kama hivi kidogo, yes, lakini hiki ni kikombe kilichokaa hivi kabisa. Kwa hiyo si sehemu salama sana kwa ajili hivyo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu wa maji pia ni wa muhimu. Ukiona distance tuliotoka mjini kuja huko, utaona namna gani ambapo wananchi wa huko kwa kweli wana uhitaji mkubwa wa maji, na huu ni moja kati ya mradi mkubwa. Mradi huu una thamani ya zaidi ya bilioni 1. Kwa hiyo sio kazi ndogo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kweli, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kipande hiki mama ametuliwa ndoo kichwani. Mradi huu bado haujafika 100% ya matumizi ili sasa iweze kukidhi kulingana na mpango wake ulivyo, lakini shughuli za ujenzi na usambazaji wa mtandao wa maji, ujengaji wa DP unaendelea. Kwa tunaendelea kufanya kadri tunapata fedha kuhakikisha kwamba tunafikia mpaka pale. Kwa hiyo tuna imani tutaendelea kufanya extension kadri tunafika, kwa sababu hapa maji yako mengi sana. Maji hapa yako mengi sana. Kwa hiyo inawezekana hata baadaye tukapata fedha nyingine tuka extend mradi kuelekea upande mwingine, kwa kuwa pana uhakika wa maji. Sawa sawa. Kutoka hapa Basutu Gang, wilaya ya Hanang, mkoa wa Manyara, jina langu ni John Walter.